busara ya ndoa, mapenzi yanaimarika, yule bwana anafarijika kwa upole wa mwandani. Busara ya ndoa, busara ya ndoa, busara ya ndoa ndiyo ngao ya ndoa. Shaka hivi sasa umeanza kufanya kazi. Ndoa ina mambo mengi mwanangu. Stahimili ili uweze kushinda mitihani ya kidunia. Sawa, nimekusikia. Nataka kurudi nyumbani tu. Fanya kama ambavyo nilivyokuelekeza ili uweze kushinda mitihani ya kwenye ndoa. Nimekufahamu baba. Nikutakia siku njema mwanangu na kila lenye heri kwako. Asante baba. Nawe pia. Hivi ndoa zote ziko hivi au ya kwangu tu? Aha, sasa nimegundua. Ndiyo maana vijana wengi ukiambia jambo la kuoa, wengi wao utawasikia wanasema kwamba bado nipo kwanza, na wengine utawasikia wanasema wacha tule ujana. Lakini ujana na mwisho wake. Kwa nini tuendelee kuijaza dunia kwa watoto wasiokuwa na baba? Yaani inamaanisha watoto wa haramu. Nikifikiria semi inayosema kiatu kikukubana kivue na utafute chingine, naamini aliyoandika hii semi alikuwa amekosea. Siwezi kumwacha mke wangu. Kwa hiyo haya ndio maisha ambayo tutakayoishi huko ndani, si ndio? Kama kuna kosa ambalo nimekosea, naomba nisamehe. Unajua ni heri kuniambia kuliko kuwa tunakaa kama mtu na mke mweziwe. Haipendezi. Haya maumivu zaidi ya risasi, niende wapi mie? Manyanyaso mabavu. Mimi naomba uniwe radhi. Hata kama sijui kama kuna kosa ambalo nimekosea kwako, nisamehe basi. Nalazimishwa mapenzi, nafanywa visasi, naonewa bure. Haya maumivu zaidi ya risasi, niende wapi mie? Manyanyaso mabavu. Naperekeshwa ese, moyo unavuja jasho, hii adhabu santa ikwepaje mie? Mie taikwepaje mie? Mie taikwepaje mie? Bwana Sharuki. Vipi kiongozi? Zambi, kama kawaida kabisa. Vipi mzee, unakosa unaamka ni? Si unajua mwanangu ulikuwa unajiandaa ili nipate kuja kazini. Au mzee jana umekesha? Acha mambo yako bana. Niambie, unaona gari haujiingiza ndani? Ni kweli, sababu nimeona niache nje kwa sababu sky muda mrefu. Nakuja kukucheki tu mara moja fule
tutoke. Sawa. Niambie. Tumefikia wapi? Mimi nakuja kuomba kitu kimoja. Na hizo wale jamaa tuachane nao. Unaona, endapo watajua kama sisi tuko serious na jambo hili, basi mimi naamini wale watatufuata wenyewe kabisa. Ni sawa. Mimi sipingani na maamuzi yako. Ndio. Utakachokuwa unakiongea wewe basi mimi sikipingi maisha yote. Kama umesi hivyo, sawa, acha tufanye hivyo. Hiyo hiyo ina shida, ila kitu kimoja, kuna kitu nimefikiria katika akili yangu. Mimi tuandae tafriji japo ndogo ili ya kukutanisha na waandishi wa habari kwa sababu ya kukuza kampuni yetu na kuitangaza zaidi yani. Wazo sio baya, wazo zuri sana. Ndio. Unajua kiongozi, mimi naheshimu mawazo yako sana. Sasa cha kufanya hapa mimi ni kuombe labda tuandae hii budget ya kufanya tafrija. Ndio. Ili tupate kukamilisha mambo yote yaliyokuwa yamebakia. Basi hiyo ina shida hata kidogo yani. Kwa hiyo basi jiandae mbio bwana, ushachelewa muda huo. Sawa kiongozi. Haya, sawa. Okay. Hivi mke wangu, kwa hiyo unashindwa mimi kuniambia kwa mdomo wako mpaka unanitumia message? Naongea na wewe. Mimi sikukumbuki wewe kuwa bubu wala kuwa kiziwi. Na mimi unanisikia. Okay, fine. Naomba tuende tukale. Sharuk. Vipi? Naona akili haipo kabisa, kama hujaniona hapa. Unajua dadangu, kuna vitu kiukweli vinanichanganya akili yangu. Kuna magari kuna kwenda. Angalia. Ni kweli. Unajua mke wangu bado ananichanganya akili yangu. Yaani sijielewi hapa nilipo. Nisikilize. Usije ukasubutu hata siku moja kumpa talaka. Na kama kuna tatizo, utajua tu. Wewe fuata kwenye misingi iliyo sahihi basi. Kiukweli mimi sijawahi kuwaza hata siku moja kwamba mke wangu nitampa talaka. Unajua vitimbi anavyonifanyia mke wangu vinaniumiza sana. Na vinanifanya kwamba mimi nakosa amani. Hivyo tu. Hivi nikuulize. Kati ya wewe na yeye nani alimfuata mwenzie? Unajua mpaka mimi na yeye tunafikia kuoana. Sote tumeridhiana. Hakuna hata mtu mmoja aliyemlazimisha mwenzake. Sote tulikuwa tuna upendo wa kweli. Na ndio maana mpaka sasa tumefikia kuishi katika nyumba moja kwamba mke na mume. Sawa. Nikwambie kitu sasa. Wewe mpende kwa upendo wako wa dhati. Na kama kutoka kuna tatizo, basi litafichuka tu. Usikate tamaa, nenda kwenye misingi iliyo bora na mpende kwa dhati. Yatakuja tu hayo.
Sawa. Hivi haya matatizo yako bado hayajaisha tu? Au ulishawahi kujaribu kwenda hospitali kufanya vipimo? Bado. Basi mimi bora ungejaribu hivyo, kwa sababu inawezekana pengine ni mimba changa inamsumbua, au kutoka kuna matatizo mengine mbali na mimi. Eti sawa. Basi mimi wacha bora nifanye hivyo. Bora. Sawa, asante bana. Mke wangu, naomba ndio kajiandae twende hospitali. Kwani ulisikia mimi mgonjwa? Hapana. Nahitaji kwenda kujihakikisha kwa sababu nakuona uko sawa siku hizi. Au unajua uko sawa? Kwani unafoniona mimi kuna sehemu yote nimepinda? Hebu niangalie vizuri. Kuna sehemu yote nimepinda? Mke wangu, haujioni umebadilika? Haujioni kutofauti na mwanzo? Yaani ndani tunaishi kama wanajeshi. Hivi uko sawa kweli? Sibadilika popote. Niko sawa. Kwa sera zako na mipango yako kuniambia nenda hospitalini, utaenda wewe. Mimi niko sawa, na sina ugonjwa wote. Naonewa bure, haya maumivu zaidi ya risasi. Niende wapi mie? Manyanyaso mabavu. Naperekeshwa ese, moyo unavuja jasho, hii adhabu. Santa ikwepaje mie? Mie taikwepaje mie? Mie taikwepaje mie? Baba, maana unazidi kuchanganyikiwa sasa. Kadri siku zinazozidi kupambazuka, ndio na mwanao anazidi kuchanganyikiwa. Kama kaskazi anaelekea kusi sasa. Wewe ndio mtu mzima, unajua nini unisaidie mwanao. Nahitaji msaada wako babangu. Hata wewe umeshakuwa mtu mzima sasa, na ndio maana unaitwa mume. Unajua mwanangu, neno mume lina maana nyingi sana ambazo zimejificha. Kila utakapoendelea kuwa kwenye ndoa yako, basi ndipo utakapojua maana ya neno hilo linaloitwa ndoa. Nataka kujua nini nifanye. Zidisha upendo kwa mkeo. Nikutakie siku njema wewe na mkeo. Mke wangu, hivi kitu gani nataka nikufanyie ili uwe na furaha? Niwe peke yangu. Kwa hiyo nikifanya kitu hicho utakuwa na amani? Ningekuwa na kingine ningekwambia. Ukisimuliwa utaiona simulizi moja nzuri sana, lakini raha ya ndoa
Ingia ndani ucheze. Utaiona una uchachu gani au ina ladha gani. Sharuki, kwa hiyo nitakwambia sisi ambaye tujaoa tusiingie kweli tukaonja uondo. Hapana. Si unajua raha ya ngoma? Ingia ndani ucheze. Ndio utajua ladha yake iko wapi. Ni sawa. Ila kwa hiyo wale walosema ndo Atama wamekosea. Hawakukosea. Hata sukari kwenye chai kizidi ukiriisha, na ndoa ndivyo ilivyo. Sikia kwambia kitu kimoja rafiki yangu. Unajua leo sikuelewi kabisa. Kwa sababu kitu kidogo tu unazungumzia ndoa. Kitu kidogo tu unazungumzia ndoa. Hebu niambie, au ndo tayari imeshakupiga? Hapana, ndoa haijanipiga. Ila leo nimeamua kuzungumzia hichi kitu kwa sababu nipo na kijana mwenzangu. Yeah. Isitoshe rika letu linafanana. Kwa hiyo ninapozungumzia swala la ndoa, hujisikia amani kwa vile mimi nipo kwenye ndoa. Mke wangu, nahitaji kujua tunaenda hospitali au hatuendi? Na kama hatuendi, nahitaji unipe sababu kuu za msingi. Kwa nini unakuwa uko hivi? Ni mara ngapi nikujibu swali lako? Nimeshakwambia siendi popote. Kwani nimekuwaje? Nimebadilika, nimekuwa kijani ha? Hivi nikisema nakupiga nitakuwa nimekosea? Au utaniambia nina gugu na hila? Sawa, sasa ipo hivi. Mimi naongea kama mume kwako. Nakupa dakika 5 za maandalizi. Nahitaji uwe umeshajiandaa tuende hospitali. Ninachokutaka kwanza ushushe pumzi, alafu haya nitakayokuambia. Hapa vipimo vinaonyesha kwamba mke wako hana tatizo lolote lile. Dokta. Una uhakika hakuna kipimo ulichokiacha? Nisikilize kijana wangu. Kama ulivyoniita mimi dokta, mimi ni dokta. Natumia taaluma yangu. Na kile nilichotakiwa kupima ndicho nilichopima. Na kuhakikishia sikusahau kitu chochote. Niko very serious na kazi yangu. Hivi kweli dokta huyu hajaanza kuugua maradhi ya kuchanganyikiwa ama kuugua akili? Hivi kweli dokta? Mimi ndio dokta. Mimi ndio niliopima. Au nikwambie kwa lugha gani labda utaniamini kwamba nimepima sahihi na majibu ndio haya? Asante dokta. Naomba tuanze sana mwanzo. Ulichokitaka umekipata? Au kuna jingine? Umelizika? Sinakuuliza wewe.
haya aliyosema dokta ni ya kweli au alikuwa akinitania? Hapana, naamini hakuwa akinitania. Hata tuseme mke wangu amekumbwa na kitu gani, maana mwanzoni hakuwa hivi. Juu nimrejeshe nyumbani kwao au nifuate familia yake? Sikumbuki familia yangu kunifunza hichi kitu. Nakumbuka nilipotaka kuingia kwenye ndoa, mama yangu Bi Feti na bibi yangu Mizahaji waliniweka kitako na kunifunza mingi yanayopatikana kwenye ndoa, ikiwemo matatizo na faida za kwenye ndoa. Sasa ndiyo naamini ile themi inayosema kwamba kinywa cha mtu mzima hakinuki. Sasa humsemo ndio unaanza kufanya kazi. Na ndio maana nikaambiwa kwamba kuna miezi 3 ya kwenye ndoa. Hiyo lazima uipitie. Miezi hiyo ni ya majaribio ya mitihani mikubwa. Ukiweza kupambana nayo, basi ndio utafaulu kwenye ndoa. Wende ikawa mitihani hiyo ndio hii unayopitia, Kiukweli siwezi kujua. Mungu pekee ndiye anayejua. Sijui nifanyeje Sharok mimi. Naamini Mungu atanisaidia. Insha Allah. Ndoa yangu naiona ipo kwenye dau. Yaani napigwa na upepo wa bahari, mara iende huku, mara iende kule. Yaani hata sielewi. Ulifuata ushauri niliokupa? Ndiyo. Na daktari ameniambia mke wangu hana tatizo la aina yoyote lile. Sasa sikiliza. Mwachie kama wiki 2 hivi, uwe unamwangalia tu. Wiki 2 kwangu nyingi sana. Labda nikuulize kitu. Hivi uliweza kuishaje na mama Gaddafi? Mpaka leo hii, yani upendo wenu unaona kwamba uko pale pale. Kadri ya siku zinavyokwenda unazidi kunawiri. Uvumilivu tu. Kinachotakiwa ni kuvumiliana. Ujue kwamba wewe una mapungufu yako na yeye ana mapungufu yake. Hapo kama utajua hilo, mtaishi milele ndani ya nyumba. Na hakutatokea tatizo la aina yoyote. Kuwa na amani. Jioni njema. Wewe. Hivi kwa nini hujapika? Sijisikii njaa. Kwa hiyo kama hujisikii wewe njaa na mimi sijisikii njaa, si ndio? Hem, nisikilize bana, nyanyuka wewe ndo kanipikie pia sasa. Mimi najisikia njaa mwezi. Kitoweo kimo kwenye friji. Viungo vipo. Mchele unajua unapokaa. Hem, nenda kapike saizi yako. Tusisumbuane.
Asante dada. Panakula gani? Mchelewa kidogo. Chakula hicho baki ni pilau tu. Pilau na nini labda? Na samaki. Okay, sawa. Naomba basi. Sawa. Yule bwana anafarijika kwa upole wa mwandani. Busara ya Asante. busara ya ndoa, busara ya ndoa, ndio ngao ya ndoa. Uko sawa? Niko sawa. Mbona kama uko mbali sana kimawazo? Maana nimekuja chakula ni muda, lakini naona kama akili yako haiko hapo. Si unajua ni changamoto tu za kawaida. Unajua nikwambie kitu dada yangu. Sio kila unamuona naye kula hotelini labda kwamba ukawa ni ana shida sana ya kula katika hoteli. Bali na kwa muda mwingine kwamba ni wajibu tu kwamba unaomwajibisha ili afanye hichi kitu. Lakini binafsi mimi sipendi kwamba kuja kula sehemu kama hizi kutokana na procedure ambazo nipo nazo. Kakangu, kula sehemu kama hii ni kitu cha kawaida, sababu pengine ni kwenye harakati tu za utafutaji, umetaka kwenda nyumbani lakini ukajikuta tu umepita sehemu hii kutokana na harakati zako. Kwa hiyo sio jambo, ila inatokea sometimes, kama inatokea kuna ugomvi nyumbani kati ya mke na mume, lakini sio kuanza kama hivyo. Nahisi kama kuna tatizo lingine. Dadangu, nikisema niongee kiundani zaidi nahisi kwamba sitomaliza, ila nikuombe niletee samaki. Sawa. Hivi kwa Fresh out vipi? safi. Maana kupiga simu zangu pokee na kutuma message unijibu. Yaani nimekuja hapa kwako yani bila kutuma mtu yoyote. Hebu niambie nini tatizo? Naomba uniwe radhi kwa kutokupokea simu zako. Kuna vitu kidogo nilikuwa navifikiria ambavyo vinanichanganya. Na hivyo unaponiona ndio kwanza narudi. Na badili nguo umewahi kunipigia simu. Sharuki bosi wangu. Hebu niambie unawaza nini? Wewe acha tu. Mimi naomba tuingie ndani tukaongee. Basi sawa. Karibu juisi kama. Asante. Kwa hiyo budget ikikamilika kila kitu kitakuwa kipo sawa. Si ndio? Yeah. Mimi naamini kila kitu kipo sawa na kikamilika budget tu basi. Sawa. Kwa upande wangu mimi budget imeshakamilika. Kilichobaki hapa labda tunikukabidhi hiyo budget, mambo mengine yaendelee. Basi sawa, hiyo haina shida. Na je, utakuwepo? Itabidi niwepo tu, hata kama nitakuwa na ratiba nyingine zozote zile. Lazima nijihimu, niache mambo yote lakini niwepo. Kilichobaki kwamba mimi hapa wacha nikakuandalia huo mzigo ili upate kuondoka nao. Okay.
Sawa. Basi acha mimi niwahi kidogo. Baba Sharuki. Naam. Yaani biashara leo ni ngumu. Wallahi tungule tangu nimezipanga asubuhi fungu 4 hizi hata nzi hajaziuza habari gani. Sasa kitu kimoja, siku hazifanani. Ni kweli sasa hivi hali ngumu. Utasikia tu hali ya fedha ngumu. Kwa hiyo tuseme tuzidi kumwomba Mungu. Tumekosa leo, kesho tafanikiwa. Mtihani. Lakini nikwambie kitu mkwangu. Nikusifu. Asante kwa chakula. Chakula cha leo kitamu chuniandalia. Mamangu asante nawe kwa kushukuru. Lakini nikwambie, Sharuki anipigia simu kuhusu ndoa yake. Na hisi hii ndoa ina mtikishiko hii. Sasa nicho mshauri kwamba azidishe upendo na awe mstahamilivu. Kwa sababu ndoa ustahamilivu ndo pake. Lakini pia kwa kwako mjini basi akitoka angalau akenda akirudi asisahau kijizawadi. Zawadi peke yake inaimarisha upendo. Hapo umesema kitu mume wangu. Unajua Shakuru ni mtoto wetu wa kiume. Lakini Shakuru bado ni mdogo. Amekuwa umri tu lakini kiakili mimi nahisi hajakomaa. Yaani umefanya jambo zuri sana kumshauri hivyo. Na kupiga simu kote huko alitarajia kitu kutoka kwako. Hivyo alihitaji ushauri, alihitaji yani umwambie neno. Yaani hivyo ndo alikuwa ametarajia kutoka kwetu. Mume wangu umefanya kitu kizuri sana. Sawa. Jambo jingine ni Lucy. Kwamba itabidi uende mjini. Nenda mjini? Angalau uende ukawaone. Na pia utazidi kuwapa mwongozo. Basi mume wangu si wazo baya. Si wazo baya. Naweza nikaenda. Kwa hiyo mimi ningesema kajiandae kwa safari kesho kutwa. Nikirudi kondeni tu, pate kijizawadi uondoke nacho angalau usiende mjini mikono mitupu. Hiyo itakuwa vizuri. Sio vibaya. Mtongo kilonda hichi. Bado hakijakaa. Sasa bwana nitia mawazo kwenye kidonda. Sinikaa hii. Nitakuwa kamba hiyo na kaza. Watoto. Ana mpango basi kwa daktari aende. Hapa ndo napenda kumpigia yule mshikaji simu ili aje kukuza sawa. Kwa sababu anazo dawa za kukausha. Mimi na mimi itakuwa sawa. Kidume hicho mlango tutakikosa. Sasa mtongo acha nimwaishe basi. Niwaishe wake. Unajua tena muda huo. Haya mwanangu baadaye. Karibu sana mwanangu. Asante mama, nimeshakaribia. Vipi na nyinyi mnaendeleaje hapa? Lakini baba vipi, yumo ndani? Babako huyo katoka kaenda zake kondeni. Sharuki mwanangu, nimeasikia malalamiko yako. Yaani hata sijui niseme nini. Hebu niambie mwanangu, kinajiri nini huko au tatizo kubwa hasa ni nini? Kusema ukweli mama, mimi hata sijui. Kwa sababu najikuta tu yule mwenzangu mimi aniongeleshi, mara anakuwa mkali, ugomvi hapa na pale, kifupi simuelewi. Umejaribu kwenda naye hospitali labda ukampima, huenda labda ni ujauzito ndio unamsumbua. Ushafanya hivyo? Kusema ukweli mzee wangu, mimi nimejaribu kwenda naye hospitali. Na daktari amejaribu kupima vipimo lakini hana tatizo la aina yoyote lile. Si bure mwanangu. Mimi naamini kutakuwa kuna tatizo, ila sijajua ni tatizo gani. Kama vipimo vinasema hata ujauzito hana, sasa itakuwa nini?
Na ndio maana mimi nimeamua kuja zangu huku nyumbani angalau kuja kupumzisha akili yangu. Sikiza mwanangu. Chukua begi, nenda nikapumzike. Subiri babako arudi. Tutaliongea ili kwa upana zaidi. Mimi naamini mwanangu hakuna marefu baba yasiokuwa na ncha. Kila kitu kitamalizika. Kinachohitajika mwanangu ni subira na uvumilivu. Sijui leo mamako anavyoongea. Haya, chukua begi kapumzike. Sawa. Sharuk, mama yako nilimwambia aje, lakini kaniambia kwamba mkeo hana matatizo hata hivyo. Kilichobakia ni mambo ya kawaida ndani ya nyumba. Au mkeo uliwahi kumkusikia kwamba ana tatizo lolote hapo kwenye mtaani? Au uliwahi kumfumania? Hapana baba. Kwa hilo mimi namshukuru sana mke wangu, sije kumfumania na wala sije kusikia tabia yoyote mbaya ilikuwa ipendeze kwenye jamii mtaani kama mke wangu anahusishwa nayo. Lakini kinachoniumiza mimi baba, mgogoro hapa na pale, yani haimalizi. Kila siku mkali yeye, mjeuri yeye. Simuelewi kusema ukweli. Sasa kama hujamfumania, mimi nahisi kwamba hilo ni jambo la kawaida na hata kimgogoro, isipokuwa tu uzidishe upendo na vishamsham vya hapa na pale. Kwa sababu ndivyo vinavyoleta ushawishi. Mbona mimi na mama yako mwaka ngapi usetu kote mpaka ushafikia hivyo? Hatujagombana, hatujaachana. Sasa kasikio kubwa ndio kama huo. Asante, tunakuja. Sasa basi, wenzetu tukale, tukishakula kuna kidarasa kidogo nitakupa. Utaondoka nacho kama zawadi, utakuwa nacho. Salum. Jambo. Mzima ya uonekani shoga yangu. Niko. Au uko natokea? Natoka zangu hapo kwa rafiki yangu. Sasa unajua sasa hivi afadhali maendeleo ya kijijini kwetu tunayaona. Si ndio? Tofauti na vile zamani. Uongo. Ni kweli. Na ni kwa sababu viongozi wetu wanasimamia katiba vizuri tu. Kwa sasa na kusimamia mipango ya wananchi kwa umakini zaidi. Unaona? Lakini sasa ushauri wangu mimi, mila zetu, desturi zetu tuendelee kuzitumia. Ingawaje tunaona maendeleo ya kijiji, lakini tusiache kuzitumia desturi zetu. Uongo au wewe unaona vipi? Ni kweli shoga yangu, upo sahihi. Na kwa sababu vizazi vyetu vijavyo vitakupata kuja kusoma kwa kuona na kusikia. Ndio hivyo shoga yangu. Kwa hiyo twende basi kwani. Twende. Bwana, nimekuleta hapa ili tuongee kwa vizuri zaidi. Kweli kwamba upate kujifunza na kuelewa vizuri. Niseme kwamba sio kwamba kila unamuona ukasema kwamba kwenye ndoa zao kuna raha au kuna furaha au hakuna mashaka. Ndoa zote zina furaha, zina matatizo ndani yake. Ila mwanangu, niseme nyanyuka au nikwambie nyanyuka, unifuate. Kuna kitu nikakuonesha ili ukakifanya mwenyewe. Sawa baba. Dada niache. Hebu tulia basi kwanza. Tulia tusubiri mzee.
Sijui kama mwanangu atakuwa na hali gani. Hata kama Bijamila, tumsubiri yeye, ndo mwenye kila kitu atatujulisha. Shakura naumwa. Hujamwona mwanangu aliyokuwa naye wewe? Mungu wangu, mwanangu sijui kama atapona. Jamila, nimemwona mtoto wako Najua jinsi gani. Lakini tulia sasa uweze kumsaidia mtoto wako. Natulia. Jamani, nilichotia hapa kuhusiana mwanangu Sharu. Mwanangu anaumwa na nimekwenda kwa mtibabu wetu wa kijiji, amenipatia dawa, ila dawa hizi kwamba zina masharti. Masharti yake niweze kumpata mwanamke ambaye hajamsaliti mumewe au hajatoka nje ya ndoa yake. Na pindipo kama atatokea ambao akudanganya akachukua dawa ile kwenda kumfanyia mwanangu, basi atafariki mimi pamoja na mwanangu. Kwa hiyo ninachoombeni, kama yupo ambaye anaweza kumsaidia mwanangu, basi tayari namuomba kwamba ende akamsaidia mwanangu ili apate uzima wake. Mwanangu Sharu, sogea sana. Wale wote ambao waliondoka kwa mtazamo kwamba wote wameshasaliti waume zao, na ndio ule mfano nilikwambia kwamba nikuchukue nikakuonesha mtihani mdogo tu, na nafikiri hapa umeshauona. Nimeona baba. Yaani kiukweli binafsi mimi mwenyewe nimeumia moyoni. Mama wangu mzazi pia ameshindwa kuja kuchukua dawa kunisaidia mimi mwanae alionitoa katika uchango wake. Aliyakuwa hajui kama ni mtihani tu ambao umeuweka. Ninachokuomba kakae na ndoa yako, hana mushkili. Umenielewa? Na kuahidi babangu, nitampenda mke wangu kwenye hali na mali, na sitothubutu hata siku moja kuja kumsaliti.